chama yake, yule hako na chama yake, alafu wanatudanganya ati wanataka umoja ya Kenya. Sasa nyinyi my friends, si mnatudanganya? Sasa kila mmoja wenu wako na chama yake ya kabila yake, alafu mnatuambia mnataka tuunganishe Kenya. How are we going to unite the country when each one of you is carrying their tribal party around? Sisi kama mahasla tumesema tunaungana kwa chama moja ya UDA ya kazi ni kazi, ndio tuweze kuunda serikali ya mwaka ujao ya mahasla wote wa taifa la Kenya. Watu wa Kijauri tunakubaliana kwa chama ya kuunganisha Wakenya wote, hii ya kazi ni kazi. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee, 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 UDA. Nasema kazi ni kazi, UDA, UDA. Mimi naambia hawa wadosi, badala ya kuzunguka kila mtu wako na chama yake, waende wajipange watafute candidate, alafu wajipange watafute chama kama hii yetu ya UDA ya kitaifa, wawachane na chama ya kabila hii na kabila ile, na watafute agenda kama hii yetu ya bottom up, alafu wakuje kwa kiwanja tushindane. Kabla ya hiyo tubadilishe uchumi, tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango ambayo itapatia hawa vijana nafasi ya ajira kwanza. Tubadilishe uchumi, tuweke pesa kwa sako ya mama mboga na bodaboda na hawa wafanyabiashara wadogo, wawache kusumbuliwa na Shailo na wawache kusumbuliwa na Fuliza. Hii nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na mabonde, tutasaidia huyu mtu wa chini, ule ambaye hana kazi mpaka apate kazi, na yule biashara yake ni ndogo mpaka hiyo biashara ikuwe kubwa, na yule mkulima mpaka aweke pesa kwa mfuko. UDA, UDA. Mwisho hiyo vile vile nilikuja kuanzisha mwaka uliopita, na tutakamilisha kwa manufaa ya watoto wa Nyamira, na tunasema lazima kuwe na shule ya ufundi na teknolojia kwa manufaa ya watoto wa hapa, wapate ujuzi wa ufundi na teknolojia, ndio waungane na vijana wengine katika kupeleka maendeleo ya taifa letu mbele. Wakenya waruhusiwe kuchagua kiongozi ambaye wanataka. Rais wa Jamhuri ya Kenya tunamheshimu sana, lakini amalize kazi yake polepole, aende nyumbani. Hawa vijana wanaumia maneno ya mafuta, watu hapa wanaumia maneno mingi sana, taxation imeenda juu, aondoke aende polepole. Maneno ya kuimpose leaders kwa hii country imepita na wakati. Sisi tunataka kiongozi ambaye tutamchagua wenyewe na tutachunga kura. Nyinyi mko ndani ya UDA, na mtu asiwadanganye maneno ya system. Unasema ODM ama UDA? Unasema ODM ama UDA? Na wale wanasema hatuwezi kanyaga Nyamira, hapa tuko Nyamira. Na wale wanasema Borabu ni bedroom yao, hapa tuko Borabu. Tutakimbizana kwa sababu sisi tuko na sera, nyinyi mko na vitendawili. Mnaongoja matanga ndio mkuje Nyamira, mnaongoja mtu akufe ndio mkuje Nyamira. Sisi tunaleta maendeleo hapa Nyamira. Kenyans must be left free to elect democratically the president of their choice. Wakenya hawataruhusu presidential puppets to be imposed on us as the next president, kwa sababu utafiti unaonyesha ya kwamba baada ya ile salamu ya uganga, uchumi wetu haujakuwa unaendelea vizuri. If we allow anybody in those quarters to decide who is going to be our next president, then that will be an indirect continuation of the current rule.
Tunataka Wakenya wajichagulie kiongozi yao, dume ambaye ataweza kupindua uchumi wetu, na kwa sababu sisi tuko na agenda. Mr. President, I want to ask you, kwa sababu Wakenya watakuchagua, tafadhali ukiwa rais wetu, save our youth from the frustrations of Uliza, from the frustrations of Shylock, and from the frustrations of CRB. Ili tuweze kuondoa madharau na kiburi ya hawa watu na wajue Wakenya wote ni sawa mbele ya Mungu. Tumesema tunaungana sisi wote kwa chama ya mahasla inaitwa UDA, alama yake ni wheelbarrow inayosema kazi ni kazi. Nyinyi watu wa hapa Jebilat, tutaungana pamoja, tutengeneze chama ya mahasla hiyo ya kazi ni kazi, ndio tuondoe madharau, ndio tuondoe kiburi na tuvizike ukabila na Kenya iende mbele. Tunakubaliana Nyamira? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubaliana, tunakubaliana, tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! Tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Tukakuja tena tukaanzisha barabara ile ya kutoka Mosobeti kuja Kebirigo mpaka Metamaiwa. Hiyo barabara pia karibu tumekamilisha. Ni kweli ama si kweli? Nilienda kuanzisha kwa rafiki yangu Vincent Mogaka Kemosi. Tuko pamoja Nyamira? Hiyo kazi yote tumefanya kwa ushirikiano wenu. Mimi nataka kuomba wale viongozi wengine ambao wanafanya siasa ya uchochezi waachane na mambo ya siasa ya uchochezi, wafanye siasa ambayo ni siasa ya haki kama naibu wa rais anavyofanya. Pia tunataka kumuomba rais wetu afanye kazi yake pole na utaratibu. Ikifika next year sote tunamheshimu, apatiane naibu wa rais ile mamlaka, yeye aende nyumbani apumzike kwa amani. Na mimi nataka kumuomba rais pia, kwa sababu tunamheshimu, aweze kupatia nafasi wa Kenya wajichagulie rais wao. Yeye ni mwananchi, ako na kura moja kama wengine, aweze kupatia nafasi wengine wafanye uchaguzi. Kwa hivyo sisi tunakuombea naibu wa rais, na tunakuhakikishia hapa Nyamira ni UDA locked. Wale watu ambao walikuwa ODM nyakati zile, saa hizi ODM hatuna. Sisi tukiwa hapa Nyamira tumeshirikiana na kazi yako mzuri ambao unafanya, na ikifika next year hatuwezi kukusahau. Wanatuambia wale ati wanataka tubadilishe katiba kwanza, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya wadosi. Sisi tunawaambia hapana, ngoja kwanza tubadilishe uchumi. Vijana wengi hawana ajira, ngojeni tubadilishe uchumi ili tuweke pesa katika mpango ambayo itawapatia hawa vijana kazi. Vijana muko? Vijana wa Nyamira muko? Vijana wa Jebilat muko? Tunasema vile tulikuwa tumeweka priority kwa Big Four ya kwamba agenda number 1, priority number 1 ni kuweka pesa ya serikali katika mipango na miradi itakayopatia vijana wetu nafasi ya ajira kwanza. Tunaelewana Nyamira? Lakini wale wakasema hiyo sio ya muhimu, ati kwanza twende tuongeze mamlaka ya rais. Nyinyi mnataka mamlaka ya rais iongezwe? Nyinyi mnataka vyeo ya viongozi iongezwe? Si tuanze kwanza na hawa vijana jameni, kwanza wapate ajira, wajisimamie. Munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mimi nawauliza Nyamira, watu wa Jebilat, munataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Hawa watu wawache kiburi bwana, wawache madharau. Kwani Kenya hii ni ya viongozi peke yao?
Ndio mimi nimesema nimekuja hapa leo ndio tukubaliane na watu wa Chebilat na watu wa Nyamira. Sisi tunasema katika ile mpango ya bottom up, tunasema lazima tuanze pale chini kwa hawa vijana ambao hawana ajira, mpaka wapate ajira kwanza kabla hatujafanya mambo mengine. Tunaelewana? Tunakubaliana vile vile kwa mpango ya bottom up, tunasema wafanyabiashara hawa ambao wanasumbuliwa na jua na mvua, ambao wanasumbuliwa na askari, ambao wanasumbuliwa na Shailo, wenye wamekopa pesa kwa Fuliza, saa hizi wameingizwa ndani ya CRB. Kwanza tuwasaidie hawa na pesa ya serikali kwa sako yao. Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi ninasema hivi, kabla hatujafanya hiyo mambo ingine, tuweke pesa ya serikali bilioni 50 kwa mambo ya micro, small and medium enterprises. Kina mama mboga, watu wa bodaboda, kwanza wapate pesa ya kufanya biashara yao kabla hatujaenda kubadilisha katiba ati tutengeneze nafasi ya viongozi. Kila kijana achukue kura yake na upange vizuri ili uweze kuchagua serikali ya mwaka ujao. Na ukienda kuchagua serikali ya mwaka ujao, serikali ya mwaka ujao chagua yenye iko na mpango ya maslahi ya wewe upate ajira. Usichague serikali ambayo inapanga mambo ya rege na mambo ya kubadilisha katiba ya viongozi kugawana mamlaka. Politics is about interest. Young people, politics is about interest. You must vote for a government that has your interests at heart, that has a plan for you to have a job, that has a plan for you to do your business. That is the government you should vote for. Don't vote for characters who want to go and change the constitution so that they can have power to lord over others. So munaona wale wajamaa wanajipanga pale, wako kwa group, wamejipanga, wanahangaika pamoja hapo, na wanasema ati wananipangia, si ndio? Munaona vile wamenipangia, lakini hata mimi mnafikiri ati nimelala? Nimejipanga mbaya sana. Hao watu watajua hawajui. Ndio kama tunaelewana. Sisi tumewaambia tumejipanga na hawa watu na Mungu aliye juu. Na hiyo rege yenu itakuwa safari hii. Unajua hao ambao mimi nashindana na wao, hawa watu wanataka kutugawanya. Mpaka sasa hawana chama, kila mtu yuko na chama yake ya kabila yake. Kila mtu anazurura na chama yake na ya kabila yake. Sasa nyinyi kama kweli mnaamini katika kuunganisha Kenya, mbona msiunde chama kama hii yetu ya UDA ambayo inaunganisha Wakenya wote? Mbona kila mmoja wenu anatembea na chama ya kabila yake? Nyinyi mtaunganisha Kenya siku gani kama mnawagawanya kwa mambo ya kabila katika vyama ya kabila? Sisi tunawauliza watu wa Nyamira, tafadhali tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko. Tumesema ili agenda ya bottom up ya kuinua kila mtu ifaulu mwaka ujao, ni lazima tuungane sisi wote. Mtakubali tuungane jameni? Nyamira mnakubali tuungane? Si Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane kwa chama ya Wakenya wote? Hii ya mahasla, hii ya UDA, hii ya kazi ni kazi hii. Mnasema tuungane hapo? Hebu nisione wala wanasema tuungane. Unajua wale tunashindana na wao wameganga pale, lakini bado wanashindwa hata kukubaliana nani atakuwa candidate wao. Mpaka saa hii wanahangaika huko juu, bado wanasumbuka, hawana agenda. Ile wanafanya ni kucriticize agenda ya bottom up. Mimi nawaambia my friends, don't waste your time criticizing the bottom-up economic model. Look for yours, kuja uzia wananchi. Unajua hawa watu hawana mpango ingine. Mpango yao ni kutugawanya. Kila mtu wako na chama yake. Huyu wako na chama yake, huyu wako na chama yake, yule wako na chama yake. Alafu wanatudanganya ati wanataka umoja ya Kenya. Sasa nyinyi my friends, si mnatudanganya? Sasa kila mmoja wenu wako na chama yake ya kabila yake, alafu mnatuambia mnataka tuunganishe Kenya. How are we going to unite the country when each one of you is carrying their tribal party around?
Sisi kama mahasla tumesema tunaungana kwa chama moja ya UDA ya kazi ni kazi, ndio tuweze kuunda serikali ya mwaka ujao ya mahasla wote wa taifa la Kenya. Watu wa Kijauri tunakubaliana kwa chama ya kuunganisha Wakenya wote, hii ya kazi ni kazi. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 UDA! Nasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi naambia hawa wadosi, badala ya kuzunguka kila mtu wako na chama yake, waende wajipange, watafute candidate, alafu wajipange watafute chama kama hii yetu ya UDA ya kitaifa, wawachane na chama ya kabila hii na kabila ile, na watafute agenda kama hii yetu ya bottom up, alafu wakuje kwa kiwanja tushindane. Kabla ya hiyo tubadilishe uchumi, tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango ambayo itapatia hawa vijana nafasi ya ajira kwanza. Tubadilishe uchumi, tuweke pesa kwa sako ya mama mboga na bodaboda na hawa wafanyabiashara wadogo, wawache kusumbuliwa na Shailo na wawache kusumbuliwa na Fuliza. Hii nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na mabonde, tutasaidia huyu mtu wa chini, ule ambaye hana kazi mpaka apate kazi, na yule biashara yake ni ndogo mpaka hiyo biashara ikuwe kubwa, na yule mkulima mpaka aweke pesa kwa mfuko. UDA! UDA! Mwisho hiyo vile vile nilikuja kuanzisha mwaka uliopita, na tutakamilisha kwa manufaa ya watoto wa Nyamira, na tunasema lazima kuwe na shule ya ufundi na teknolojia kwa manufaa ya watoto wa hapa, wapate ujuzi wa ufundi na teknolojia, ndio waungane na vijana wengine katika kupeleka maendeleo ya taifa letu mbele. Wakenya waruhusiwe kuchagua kiongozi ambaye wanataka. Rais wa Jamhuri ya Kenya tunamheshimu sana, lakini amalize kazi yake polepole, aende nyumbani. Hawa vijana wanaumia maneno ya mafuta, watu hapo wanaumia maneno mingi sana, taxation imeenda juu, aondoke, aende polepole. Maneno ya kuimpose leaders kwa hii country imepita na wakati. Sisi tunataka kiongozi ambaye tutamchagua wenyewe na tutachunga kura. Nyinyi mko ndani ya UDA, na mtu asiwadanganye maneno ya system. Unasema ODM ama UDA? Unasema ODM ama UDA? Na wale wanasema hatuwezi kanyaga Nyamira, hapa tuko Nyamira. Na wale wanasema Borabu ni bedroom yao, hapa tuko Borabu. Tutakimbizana kwa sababu sisi tuko na sera, nyinyi mko na vitendawili. Mnaongoja matanga ndio mkuje Nyamira, mnaongoja mtu akufe ndio mkuje Nyamira. Sisi tunaleta maendeleo hapa Nyamira. Kenyans must be left free to elect democratically the president of their choice. Wakenya hawataruhusu presidential puppets to be imposed on us as the next president, kwa sababu utafiti unaonyesha ya kwamba baada ya ile salamu ya uganga, uchumi wetu haujakuwa unaendelea vizuri. If we allow anybody in those quarters to decide who is going to be our next president, then that will be an indirect continuation of the current rule. Tunataka Wakenya wajichagulie kiongozi yao dume ambaye ataweza kupindua uchumi wetu, na kwa sababu sisi tuko na agenda. Mr. President, I want to ask you, kwa sababu Wakenya watakuchagua, tafadhali ukiwa rais wetu, save our youth
from the frustrations of Uliza, from the frustrations of Shylock, and from the frustrations of CRB. Ili tuweze kuondoa madharau na kiburi ya hawa watu na wajue Wakenya wote ni sawa mbele ya Mungu. Tumesema tunaungana sisi wote kwa chama ya mahasla inaitwa UDA, alama yake ni wheelbarrow inayosema kazi ni kazi. Ninyi watu wa hapa Jebilat tutaungana pamoja, tutengeneze chama ya mahasla hiyo ya kazi ni kazi, ndio tuondoe madharau, ndio tuondoe kiburi na tuvizike ukabila na Kenya iende mbele. Tunakubaliana Nyamira? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubaliana, tunakubaliana, tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! Tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Tukakuja tena tukaanzisha barabara ile ya kutoka Mosobeti kuja Kebirigo mpaka Metamaiwa. Hiyo barabara pia karibu tumekamilisha. Ni kweli ama si kweli? Nilienda kuanzisha kwa rafiki yangu Vincent Mogaka Kemosi. Tuko pamoja Nyamira? Hiyo kazi yote tumefanya kwa ushirikiano wenu. Mimi nataka kuomba wale viongozi wengine ambao wanafanya siasa ya uchochezi waachane na mambo ya siasa ya uchochezi, wafanye siasa ambayo ni siasa ya haki kama naibu wa rais anavyofanya. Pia tunataka kumuomba rais wetu afanye kazi yake pole na utaratibu. Ikifika next year sote tunamheshimu, apatiane naibu wa rais ile mamlaka, yeye aende nyumbani apumzike kwa amani. Na mimi nataka kumuomba rais pia, kwa sababu tunamheshimu, aweze kupatia nafasi wa Kenya wajichagulie rais wao. Yeye ni mwananchi, ako na kura moja kama wengine, aweze kupatia nafasi wengine wafanye uchaguzi. Kwa hivyo sisi tunakuombea naibu wa rais na tunakuhakikishia hapa Nyamira ni UDA locked. Wale watu ambao walikuwa ODM